Lengo la ziara hii ni kupita kwa wawekezaji, kuangalia dokumenti za serikali ambazo wanazo, lakini hususan mikataba hii ya ukodishaji wa ardhi, lakini vile namna gani wanakwenda kulipa kodi. Lengo na madhumuni ya ziara hii ni kuangalia jinsi gani hawa wawekezaji wanakwenda kutusaidia serikali kufikia lile lengo ambalo tumelikusudia. Lengo la kuinua uchumi wetu, kwa sababu wilaya Kaskazini A kitakwimu ndio wilaya ambayo inachangia zaidi ya 36% katika pato la utalii. Kupitia ziara hii tumegundua kuna baadhi na walio wengi wawekezaji hawalipi kodi hizo za ardhi, lakini hawana hizo baadhi ya document. Mimi nitoe wito kwa hawa wawekezaji. Jambo la kulipa kodi ni jambo la lazima kwa mujibu wa sheria. Hivyo washirikiane na taasisi hizi katika kulipa kodi ili tuboreshe mazingira yao ya ufanyaji wa kazi, ili tuboreshe huduma kwa wananchi, lakini jambo kubwa tuboreshe huduma tunazotoa kwa wananchi na maisha ya Wazanzibari, ili Wazanzibari wote nao maisha yao yaweze kusonga mbele kutokana na hii sekta ya uwekezaji, lakini na hii sekta ya utalii. Leo tupo katika eneo hili la Nungwi, Banda Kuu, ikiwa ni mwendelezo wa kazi zetu za kuhakikisha kwamba sheria za nchi zinafuatwa katika masuala ya uwekezaji hapa Zanzibar. Na kikubwa zaidi ni kuangalia mikataba ya ukodishwaji wa ardhi au maarufu inajulikana kama Land Lease Agreements. Kwa mujibu wa taarifa zetu, wapo wawekezaji wengi kiasi ambao bado hawajawa na mikataba hii ya kukodishwa ardhi, na hivyo zoezi hilo linakwamisha kwa kiasi kikubwa mapato ya serikali. Katika zoezi letu hili tunahakikisha kwamba hawa wawekezaji wanazo leseni za ama ZIPA au kamisheni ya utalii, TRA na kodi nyingine mbalimbali. Tunaona jitihada kubwa za serikali yetu za kuwekeza katika kila eneo, maeneo ya barabara, maeneo ya miundombinu ya umeme, miundombinu ya viwanja vya ndege, bandari na kadhalika. Na mpaka sasa tumeona kwa viashiria kwamba wengi wao hawana mikataba ya kukodishwa ardhi ambayo inaashiria kukosekana kwa kodi yetu ya kukodishwa ardhi. Tutawaziandikia taasisi hizi na tutaiandikia serikali ili tuweze kuhakikisha tunasimamia sheria hizi kwa pamoja, na hawa wawekezaji wanachukua mikataba ya kukodishwa ardhi, wanalipia ZRA kodi hizi, na serikali inajiimarisha katika ukusanyaji wa kodi. Dhumuni ya ziara hii ni kubaini wawekezaji ambao wanafanya shughuli za biashara mbalimbali ambao hawana mikataba. Kutokuwa na mikataba ya ukodishaji ardhi kwanza ni kwenda kinyume na sheria ya ardhi ya Zanzibar pamoja na sheria ya uwekezaji ya Zanzibar. Lakini vile vile kunapelekea serikali kukosa mapato yanayotokana na kodi za ardhi, lakini inakosesha serikali takwimu sahihi za idadi ya wafanyabiashara wakubwa au wawekezaji wakubwa na wadogo wanaofanya kazi katika maeneo ya utalii na uwekezaji hapa Zanzibar. Kwa muda mchache ambao tuanze ziara hii, tumebaini kutokuwa na elimu kwa baadhi ya wananchi, hususan wale ambao wanamiliki ardhi zao za asili ambao wamewakodisha wawekezaji wa kigeni. Tumebaini baadhi ya maeneo ambayo yana umiliki watu asili, lakini yanaendeshwa biashara hizo na wageni, na wageni hao hawakupatiwa mikataba ya ukodishaji wa ardhi. Hivyo kupitia ziara hii, Kamisheni ya Ardhi inatoa na elimu pia kwa jumla kwa wananchi ambao wanakodisha maeneo kwa wawekezaji kufuata sheria, kuhakikisha wawekezaji wale wanasajiliwa na mamlaka zinahusika na uwekezaji na hatimaye kupatiwa mikataba ya ukodishaji wa ardhi. Mkakati wetu ni kuwatambua na kuwasajili wawekezaji wote ambao wanafanya biashara katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar ambao uwekezaji huo unahusisha umiliki wa ardhi. Hii mimi mara ya kwanza nasikia kwa hii issue, lakini pia hamna shida kama ipo issue tulipa la tuimpe taarifa wanalipa, haina shida kabisa. Kwa sasa hivi ndio tunamiliki haya maeneo ambayo tumerisi kutoka kwa wazee wetu, ila swala la hatimiliki wazee walijitahidi sana kufuata taratibu kuweza kuona namna gani wanaweza kuyamiliki maeneo yao. Sasa hatimiliki ambazo walizozipata ni hatimiliki ambazo za matumizi ya ardhi, ambapo huko siwezi kujadi sana kwa nini wakapata matumizi ya ardhi badala ya hati ya uwekezaji. Huko tuachie wao, kama wamefanya kosa basi tuwasamehe kwa makosa yao, ila tunayo hatimiliki, isipokuwa tu ni kuitofautisha baina ya hatimiliki ya uwekezaji, hatimiliki ya matumizi ya ardhi. Yani ugeni huu kwanza mimi nimefaradika sana kuja kuwa katika maeneo yetu hapa na kuweza kupata elimu, kwa sababu mimi sikuwa najua kwamba kuna aina tofauti ya hati
lakini leo nimepata kujua kwamba kuna hati aina tofauti. Kuna hati ya matumizi ya ardhi ambayo hizi zinatumika kwa matumizi ya makazi sisi kama sisi wazawa, lakini kuna hati ambazo za uwekezaji. Hilo nilikuwa sijajua, kwa hiyo nimepata elimu kidogo juu ya ujio wenu. Na sio nyinyi tu, kuna vitu vingi ambavyo vinakuwa vinatukwaza juu ya kutokuwa na elimu. Mfano kama TRA nao wanahitaji kufanya ziara kama yenu kupitia katika site kama hizi za uwekezaji na kutoa elimu, kwa sababu kuna vitu vinatubana kutokana na kwamba hatuna elimu ya masuala ya kodi.